Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo tunawaletea dua ambayo inayotikisa harshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua ambayo kisomwa wallahi ni nzito sana. Na hii ndugu yangu katika imani, mimi nikuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa majambo yale mazito. Unajua hili hapa ni kubwa, ni zito, basi nenda katumie dua hii. Wallahi lazima utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Hii inatikisa harshi ya Mwenyezi Mungu kwa hii kisomwa. Na hii kama unaisoma hali ya kuwa umehudhurisha moyo wako, hali ya kuwa uko makini katika dua, hali ya kuwa akili yako, mawazo yako, yani kana kwamba unamuona Mungu mbele yako, dua hii ina majibu ya haraka mno sana. Wallahi lazim ishike, nenda kaifanyie kazi. Mwenyewe una matatizo, mwenyewe una majanga, ama una jamaa yako, ndugu yako ana mazito yake, basi kaa omba kwa dua hii. Na jitahidi sana zitumie siku hizi 3 katika dua hii. Bimaana ianze siku ya Jumatano, uje siku ya Alhamis, alafu uje uhitimishe siku ya Ijumaa baada ya salatu al-asri. Dua hii wallahi utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Na hii ni waombe hata wale ndugu zetu ambao wanakwenda kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Uchaguzi una fitna nyingi sana, una mambo mengi sana ya ajabu. Uchaguzi una mambo ya sihiri kwa kweli, uchawi unafanyika sana katika uchaguzi hizi. Ni waombe wale ndugu zetu ambao wanakwenda katika chaguzi, jifanyeni sana dua hii. Kaa tenga muda wa usiku katika masiku haya 3. Jitahidi kila mwezi ifanye angalau mara 2, mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi. Bimaana zile siku 3 za mwisho wa mwezi na siku 3 za mwanzo wa mwezi, basi ifanye dua hii. Utakuja kumbuka hayo ninayosema leo. Nipo hata kama siku utakumbuka ninayosema. Uchaguzi una fitna sana Sheikh, nenda kafanye dua hii. Ama wale ambao wako katika sehemu za masoko, ama wako katika sehemu zile ambazo za wachimbaji wanachimba zile, ni sehemu ambazo sihiri imetawala sana. Ni sehemu ambazo hata mashaitani, viumbe wabaya wametawala sana katika maeneo hayo. Dumu sana na dua hizi. Wallahi lazima utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Dua hizi hata kama uko sehemu ambayo katika shughuli ambayo unaifanya kupatia riziki, lakini ukahisi kuna fitna, ukahisi kuna majambo ambayo sio, basi nenda kaombe kwa dua hii. Wallahi lazima utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Hii ni dua ya wadud, jina ambalo utalitumia kwenda kumwomba nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nitakusomea hii dua. Wallahi lazim cha kazi yako wewe ni kuichukua na kwenda kuitumia kwa maelekezo ambayo kwamba ninakupa. Ni muhimu sana. Andaa peni na karatasi sasa, twende kwa kutajie dua hii. Ikiwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo tupo katika Eid al-Fitri, na leo ni Eid Mosi inshallah. Tupo katika Eid al-Fitri, na tunasikitika tu kwamba katika wale watoto ambao yatima tulikuwa tunawachangia mavazi, walisalia watoto 3 ambao mpaka sasa hivi bado hawajapata mavazi ya Eid. Kama akitokea mpenda kheri yote mmoja akaamua kuwafanyia na hawa ihsani, itakuwa ni jambo bora sana kalifanya, na ni kubwa sana atakuwa amelifanya kwa watoto hawa 3 ambao walosalia. Na wagharibu kiasi kikubwa, takriban kama 150,000 140,000 wanaweza wakavaa watoto. Kwa hiyo kama katokea mtu mmoja akifanya jambo hilo, itakuwa ni jambo moja kubwa na nzuri sana. Twende nikutajie hii dua sasa ndugu yangu. Wallahi lazim hiyo nilokuambia ni kwa ajili ya watoto wale yatima ambao tulikuwa tunawachangia mavazi. Kwa hiyo wamesalia 3 hawa, ukifanya hiyo itakuwa ni bora sana.
Twende nikusomea hii dua. Mimi nitakusomea neno moja moja ili uweze kulishika na uweze kulikamata, na nimekuelekeza katika maeneo ya kusoma. Kwa wale watu wanakwenda katika uchaguzi, uongozi, ama wewe mwenyewe ni kiongozi katika kampuni, katika sehemu unayofanya kazi, ama wale watu ambao wako masokoni, wako katika sehemu za madini, ama katika shughuli, lakini kuna ukahisi kwamba kuna fitna sana, basi nenda kasome dua hii. Na nikutajia nambari yangu ya simu, kama utasahau kitu utanipigia nitakutajia. Namba yangu ni 0793 052 052. Hiyo ni Vodacom. 0793 052 052. Dua hii binafsi yangu nilishawahi kumfanyia mtu. Tena kwa bahati nzuri mtu mwenyewe haishi hapa Tanzania. Anaishi mbali sana huyu bwana. Sasa hivi yuko China. Alikuwa na majanga mazito, alikuwa na mambo magumu. Lakini wallahi tulikaa tukamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dua hii ninayokuambia. Na Mwenyezi Mungu akayanyosha, akayaondoa yale mavikwazo na yale majambo ambayo kwamba alikuwa nayo. Na tukifanya kwa muda mrefu, tulifanya siku 3 tu. Kifupi kwamba utapokwenda kuifanya, ifanye kikweli kweli, usifanye kimaskhara. Yaani fanya kana kwamba Mungu unamuona mbele yako. Na mimi nataka nikupe siri ya dua. Siri ya dua siku zote unapoenda kufanya dua, jambo la kwanza, amka. Ifanye usiku, mfano usiku. Amka, chukua udhu wako, alafu swali raka 2. Swali raka 2, salatul haja. Ukishaswali raka 2, baada ya swala leta istighfari. Leta istighfari. Baada ya istighfari, baada hapo muombe Mwenyezi Mungu maombi yako yote utakayoomba, lakini itimisha na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi hiyo ndio siri kubwa ya dua ninayokupa Sheikh. Ikike ikamate. Twende nikutajie hii dua yenyewe. Utasema ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud mara 100. Ya dhal arshil majid, ya fa'alu lima yurid, lakal hamdu, lakal hamdu, lakal hamdu wa lakal shukru ala jami'i ni'am. Lakal hamdu wa lakal shukru ala jami'i ni'am. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa idami. Narudia tena. Walakal hamdu, narudia tena ili uelewe vizuri. Narudia tena. Utaanza ya wadud, ya wadud hapo mara 10 mpaka mara 100. Ya dhal arshil majid, ya fa'alu lima yurid, lakal hamdu wa lakal shukru ala jami'i ni'am. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa idam wa sultanik. Allahumma ya hayy ya qayyum sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya ipa kwenye ya Rabbi, ya Rabbi utarejea tena mara 100. Alafu utasema as'aluka bi'izzika alladhi la yura wa bi mulkika alladhi la yudam. As'aluka bi'izzika alladhi la yura wa bi mulkika alladhi la yudam wa bi nurika alladhi mala al-arkan arshika. Ya Mughith aghithni. Reishi hapo. Ya Mughith aghithni. Hapa utaeleza shida zako. Hapo utaeleza shida zako. Narudia tena. Utasoma ya wadud, ya wadud mara 100. Alafu ya dhal arshil majid, ya fa'alu lima yurid, lakal hamdu wa lakal shukru ala jami'i ni'am. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi al-jalal wajhika wa idam sultanika. Allahumma ya hayyu ya qayyum sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alafu utasema ya Rabbi, ya Rabbi, hapa ya Rabbi, ya Rabbi utakwenda nayo mara 100. Alafu utasema as'aluka bi'izzika alladhi la yura wa bi mulkika alladhi la yudam wa bi nurika alladhi mala al-arkan arshika. Alafu utakuja hapa ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni. Hapa sasa
ndio utamwambia Mwenyezi Mungu haja yako, makusudi yako katika dua yako hiyo unayoomba. Insha Allah, na imani umeikamata, na imani umeishika, nenda kaifanye kazi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.